Na msikilizaji, tunasonga mbele. Hii ni sehemu ya pili ya hii simulizi ya Latifa, na tulipoishia ni pale ambapo Ivan amerudi nyumbani akiwa amelewa na akawa anamfosi Latifa kufanya naye jambo. Je, alifanikiwa ama vipi? Tusonge mbele. Langu jina Lucas Lumbas. Sasa Tifa anasema ya kwamba nilikuwa namfanyia shida sana. Nikasema kaka, usinifanyie hivyo. Akaniambia nini cha ajabu? Mimi nitakupatia pesa, tulia basi. Nikasema mimi sitaki pesa kaka, naomba uniache. Nilisema huko nalia. Nilikumbuka maneno ya bibi, alafu leo ananikuta mimi Latifa. Na hakunielewa. Akaanza kunichania nguo. Nijitahidi sana kujitetea lakini nilishindwa. Alinibana mno. Akaanza kuningilia pasipo matakwa yangu. Na ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza. Kiufupi alinibikiri. Nilipata maumivu makali sana, nililia sana, ila yeye wala hakujali hata kidogo. Aliendelea mpaka alipomaliza hamu zake ndo akaniacha. Hapo mimi nalia, shuka limejaa damu. Nikaona na yeye kama sasa akili ndo zimemrudia sasa baada ya kumaliza hamu zake. Akasema, ulikuwa bikra?" Sikumjibu, nibaki kimya tu nalia. Hakujali hata. Akajitupa kitandani akalala zake. Niliumia sana. Siwezi sahau hii siku katika maisha yangu. Niliona nimefanywa ukatili mkubwa mno. Nikakokota nguo zangu nikavaa. Nikaelekea chumbani kwangu, yani hata sikulala. Kwanza nilikuwa na maumivu makali mno huko chini. Nilihisi kabisa kama nimechano na viwembe. Bado moyo ulikuwa unaniuma mno kwa alichonifanyia kaka Ivan. Nilikuwa nalia tu. Sikuwa na cha kufanya. Nilikesha ile siku mpaka asubuhi nalia tu. Nikastuka baada ya mlango wangu wa chumbani kufunguliwa. Akaingia kaka Ivan. Akasema, "Tifa, sorry kwa kile ambacho kimetokea siku ya jana. Ilikuwa ni bahati mbaya tu. Nilikuwa na stress sana, alafu pombe zilikuwa zinaniendesha, kwa hiyo naomba unisamehe. Na naomba hii iwe siri, sitaki kabisa nisikie sehemu yote. Maana hata mimi nimejidharau sana kulala na house girl wetu." Niliumia sana alivyosema hivyo. Hivi kaumia nini huyu? Anafikiria maumivu aliyosababishia mimi. Alafu kwanza ni mwanasheria gani huyu? Anatetea haki gani sasa? Wakati yeye ndio mvunjifu mkubwa wa haki. Nilibaki kimya na muangalia tu. Akatoa pesa nyingi sana akanipa. Sikuzipokea zile pesa. Nibaki na muangalia tu. Akanitupia kitandani. Akasema, "Naomba sana hili swala liwe ndo limeishia, yani kama limeishia papa ama limeisha jana." Kisha akaondoka zake. Nilia kwa sauti tena ya maumivu sana. Nilia sana, nilidhani leo akiamka pombe ishamuisha atajali. Lakini ndo kwanza anasema anaona aibu kulala na mimi house girl. Nikasema wote huu ni umaskini, yani mtu anaona anaweza kukufanyia chochote kisa tu ana pesa. Hivyo ndo jinsi nilipoteza bikra yangu msikilizaji. Nilipoteza bikra kwa kubakwa. Nilia hadi nikapitiwa na usingizi, hata kunyanyuka siwezi sababu ya maumivu makali nilikuwa nayapata. Hata kazi mimi sikuweza kufanya. Nilipata homa, nikawadi sasa natetemeka mno. Mara akaingia Maureen, akaniambia, "Wewe mbona hujafunga mlango?" Nikasema kaka Ivan alikuja jana. Itakuwa akatoka. Akasema, "Mungu wangu, nimekufa niulizia." Nikasema, "Alikuulizia ila nilikutetea upo discussion. Unasoma leo na mitihani." Akaniambia, "Da, asante sana shoga yangu. Afu mbona upo hivi? Vipi unaumwa?" Nikasema, "Mimi naistu kuumwa dada." Nilipoongea hivyo nikaanza na kulia. Akaniambia, "Jikaze basi Tifa, kuumwa kidogo tu ndo unalia. Jamani wewe ni muoga wa kuumwa wewe." "Nishakuona wewe. Afu itakuwa ni homa tu, usilie bwana." Anaongea hivyo kumbe mwenzie mimi nalia kakake kanifanyia ukatili. Damorini akanipeleka hospitali, nikawa natembea kwa shida sana. Akasema, "Wewe, mbona unatembea kwa kuchechemea?" Nikasema, "Mna dada, nina kijipu tu hapa pajani." Akasema, "Sawa." Basi tukafika hospitali. Nikaambiwa kwamba mimi na homa tu. Basi nikapewa pale dawa, tukarudi home. Nikatumia zile dawa, nikakaa sawa. Nikawa sasa naendelea na majukumu yangu, ila niliwaza mambo mengi sana. Nikawaza au niondoke, ila nikasema hapana. Hii kazi inanisaidia mimi kusupport ndugu zangu nyumbani. Au nimsimulie bibi.
Nikaona nikimsimulia bibi nadhani bibi gani atakubali niendelee kubaki sehemu ambayo mjukuu wake nimefanywa mambo ya kipumbavu. Nikaona hapa kitawaka, bibi ataumia sana, acha nikaushe tu. Yaani kile kitendo kiliniumiza sana. Nikikaa peke yangu nalia mno. Nikaanza hadi kukonda. Mama na baba wakarudi. Mama aliponiona akaniuliza, "Wewe una shida gani? Mbona kama haupo sawa? Alafu umepungua?" Msikilizaji, yani wiki tu nilikonda. Basi nikasema, "Mama, mimi nipo sawa tu." Akasema, "Au Maureen alikuwa anakufanyia vitu vibaya? Mbona umepungua hivyo mpaka nimeogopa?" Akasema, "Hamna hata mama, mimi nipo sawa kabisa." Mama akasema, "Sawa." Basi mimi nikawa kimya tu, sina hata wa kumwambia shida zangu. Ikapita mwezi, nikawa naendelea na kazi zangu tu. Nikipata pesa namtumia bibi. Siku hiyo mama akaniambia, "Tifa, leo tunaandaa chakula wote, mimi na wewe. Pamoja na Maureen. Tunakusaidia maana kaka yako Ivan leo anakuja na mchumba wake." Nilistuka moyo wangu kafanya prapapapa. Yaani kwa ufupi niliumia mno. Yaani sikuelewa hata kilichoniuma ni nini, sikuelewa. Nikajikaza nikasema, "Sawa mama." Hiyo siku tukaandaa chakula wote. Nikaona Maureen ana raha. Nikasema, "Da Maureen, leo mbona una raha sana?" Akasema, "Sana. Yaani wifi yangu huyo nampenda." Nampenda sana. Na ananipenda mno. Aliendaga Marekani kusoma. Mzuri huyo. Utamwona Tifa. Nikasema, "Kwani anafanya kazi gani? Au na yeye ni mwanasheria kama kaka Ivan?" Akasema, "Hapana, yeye ni dokta, ila ni dokta mkubwa sana wanawake. Yaani si unamuona kaka Ivan jinsi alivyo mkali? Ila huyo mwanamke wake ndo kiboko yake. Yaani ni anampenda. Anampenda dunia 7. Akasema, "Anaitwa nani?" Akasema, "Anaitwa Grace." Nikasema, "Sawa." Basi tukamaliza kuandaa chakula, tukatenga kila kitu. Mimi sikutaka kuonana nao kabisa wageni. Nikasema naenda kupumzika. Mama akasema, "Unaenda wapi? Wewe ni familia yetu, lazima uwepo bwana. Inabidi umuone wifi yako." Nikasema, "Sawa mama." Maureen akasema, "Kaka naye aoe sasa. Mimi nampenda kweli wifi Grace, nampenda mno." Mama akasema, "Wewe naye kwanza upo wapi? Kashapeleka mahali leo. Na hapa leo tunakuja kupanga tu masuala ya ndoa." Maureen akasema, "Jamani, ana hata mjaniambia jamani, mimi sijapenda." Mama kanacheka tu. Kwao ilikuwa ni furaha sana, ila kwangu ilikuwa ni maumivu makali sana. Ila nijikaza kujifanya kwamba nipo sawa. Mida ya mchana tukiwa tupo sebleni, akaingia sasa kaka Ivan na huyo mwanamke wake. Nisiwe mnafiki, yule dada ni mzuri of course. Ni mzuri. Yaani haswa ni mweupe kama mzungu hivi, mrefu, umbo zuri mno. Yaani kwa uzuri mimi sikuwa namfikia. Yaani sikuwa na matunzo kama yake, ila ni mzuri sana. Basi Maureen akaenda kumwao yule dada. Mama akakaribisha vizuri mno. Yule dada ni mcheshi, anaongea vizuri. Anaongea vizuri na mama na Maureen anaongea vizuri. Mimi mbaki nimetulia tu katika sofa kama sipo vile. Mama akasema, "Tifa, huyo ndo wifi yako, mke mtarajiwa kaka yako Ivan." Nikasema, "Asante, nimefurahi kumfahamu." "Shikamoo wifi." Akatikia marhaba. Nikaona kaka Ivan sasa kanikata jicho na mimi nikamwangalia. Tukaonana macho kwa macho. Akakwepesha macho yake. Nikajua anaona aibu kwa alichonifanyia. Alafu leo analeta mwanamke wake. Sawa bwana, ndo dunia. Haina noma. Sisi ni people, tutakutana tu. Basi mama akakaribisha pale chakula. Kwa pamoja tukaelekea mezani, tukapakua chakula na kuanza kula. Yule dada hakuwa na muda na mimi kabisa. Yaani alikuwa anaongea sana na Maureen na mama. Tukiwa mezani niliona mahaba yao. Ivan ndo alikuwa anamwekea Grace chakula anachokitaka. Anamtolea mpaka miiba katika samaki. Nibaki kuwa mpenzi mtazamaji tu, kuangalia mahaba ya watu. Na dada anadeka ile mbaya kwa mume wake. Unajua tena. Mapenzi haya basi. Inaonekana na huyu dada kwao hapo njema sana, sio mwenzangu na mimi. Mama akasema, "Grace, nataka ndoa yenu ifunike daa nzima. Yaani hii daa isimame. Nataka sherehe yenu iwe ni kubwa mno." Akasema, "Yes mom. Hata mimi na wish iwe hivyo. Set baby." Ivan akasema, "Yes baby." Afile dada akasema kwamba, "Mama, kwani huyu si ni dada wa kazi?" Hapo sasa ananioshea mimi kidole. Mama akasema, "Ndio."
Grace akasema, sasa kwa nini tunakula naye? Si atakuwa anasikia siri za familia jamani. Mama akacheka akasema, Tifa sisi hatumchukulia kama dada wa kazi, bali tunamchukulia kama familia yetu kabisa, na hana shida kabisa, na hujamjua tu. Ivan akadakia akasema, mama, ni kweli anavyosema Grace haipo sawa, huyu ni dada wa kazi, kwa hiyo hapaswi kuwa na sisi hapa. Lazima awe na mipaka yake, kuna mambo ya familia hatakiwi kuyajua. Sijajua msikilizaji kama unaosikiliza hapa ni msaidizi wa kazi za ndani, yani dada wa kazi. Sijui kama naona kula mezani na familia ama unakaa eneo lako tu. But for me niliumia sana. Nikaona yani nishakuwa topic tena. Nikasema samani kaka Ivan, basi nikanyanyuka, nikacha na chakula, nikaelekea chumbani kwangu. Mama akasema, Tifa usijisikie vibaya, ni maongezi tu ya kawaida. Nikasema naelewa mama, nimeshiba tu, nenda pumzika. Mama akasema sawa. Nikaenda chumbani kwangu. To be honest, niliumia sana. Nikasema haya yana mwisho tu. Nikachukua simu nikampigia bibi yangu tupige story. Akapokea, tukatunaongea. Ananichekesha mambo yaliyo yapo umetokea nyumbani huko. So nikaa nacheka sana. Nikaona kidogo ni akili ipo sawa. Nikaagana na bibi, kapumzika. Sikutaka kabisa kutoka. Akaja Maureen akaniambia, Tifa umelala? Nikasema ndio nasinzia dada. Akasema Maureen usijisikie vibaya, hata unajua mimi Grace kaniuzi leo Nikasema hata usijali dada Maureen, wala mimi sijajisikia vibaya, mimi mbona nimechukulia kawaida tu. Akaniambia sawa, lakini washaondoka, kuwa tu huru. Nikasema sawa dada. Basi msikilizaji, ilipita kama miezi miwili hivi naendelea na kazi zangu. Yani hata issue za kubakwa nishazisahau mimi. Niko busy na kazi zangu, ila sasa nikaanza kuumwa sana. Yani nikawa ni mvivu ghafla. Wakati mimi soka kawaida yangu nalala mpaka saa 3. Mpaka mama ndo anakuja kuniamsha. Yani kama mimi ndo boss. Mama akawa anasema, "Mbona umebadilika sana Tifa Shida ni nini? Ama umeshazoea sana kazi sasa hivi?" Nikasema mama, mimi nahisi naumwa, sipo sawa. Mama akasema sawa, basi mimi naenda kazini, nikiwahi kurudi nitakupeleka hospitali. Nikichelewa atakupeleka dada Maureen. Usishike kitu, pumzika leo, umesikia? Nikasema sawa mama, asante. Basi bwana, mama akaondoka. Nikarudi kitandani kulala. Jioni mama akarudi, akaniambia, Tifa, kajiandae nikupeleka hospitali. Si bado hujisikii vizuri? Nikasema ndio mama, bado sipo sawa. Basi nikajiandaa. Mama akanichukua akanipeleka hospitali moja nzuri tu, ni ya private, ipo Mwenge. Nikashangaa daktari alikuwa ni Grace. Yani kanipeleka kwa mkwewe. Huyu dada mimi yani alinitoka tangu ile siku aliyokuja nyumbani. Asa Grace akamkaribisha vizuri. Yani alimkaribisha vizuri pale mama. Wakaongea pale. Grace akaniuliza kwamba unajisikiaje kwani? Nikamuelezea. Akasema sawa. Basi akanipima pale. Akawa anaendelea kuongea na mama huku sasa tunasubiri majibu. Na hapo ilikuwa ni baada ya nusu hivi. Grace akasema yani wewe binti ulivyo mpole, mtu hawezi kukudhania kama una mambo ya ajabu. Nikashangaa mambo gani tena ajabu? Akaniuliza una miaka mingapi? Nikasema na miaka 18. Msikilizaji, kwa huo muda tayari nilikuwa nimeshatimiza miaka 18. Mama akasema vipi, kwani shida nini? Grace akasema mama, huyu anakusumbua bure wakati anajua shida yake. Nikasema wewe Grace, mimi sijui shida yangu. Akasema mama, huyu ana mimba miezi 3. Nilishtuka mno, mimba tena. Sasa mama akaniangalia kwa kutokuamini. Akamwambia Grace, hayo majibu ya Tifa ni kweli ama umechanganya? Grace akasema hasa mama, mimi nimechanganya wapi wakati hata kunyanyuka mimi sijainuka hapa. Huyu ana mimba miezi 3 na ana tumbo zuri tu, sio kubwa, ila huyu ni mjamzito. Kama uamini mama, kampime sehemu nyingine. Niliogopa sana. Nilijua moja kwa moja mhusika huu mzigo ni huyo bwana yake Ivan. Maana mimi sijawahi lala na mwanamume yote zaidi ya Ivan. Sasa hapa baada ya hicho kitu kutokea, kwanza niliona kabisa ni kama mama akachanganyikiwa.
Akasema sawa Tifa, twende. Basi nikanyanyuka, nikanamfuata nyuma mama. Na mimi hapo sasa nishavurugwa, yani sielewi. Akanichukua, tukaingia katika gari, hakuniongelesha na mimi hata sikuongea chochote. Akanipeleka hospitali nyingine, tukapima, majibu yakaja yale kwa mimi ni mjamzito wa miezi 3. Mama alichoka sana. Mama akasema, Tifa, umeniangusha mno. Mbona ufanani wewe mtoto, Nikabaki kimya tu. Mama akasema, Tifa, mimi nitaiambia nini familia yako? Huku nilipokutoa nitaiambia nini? Toka umekuja una miezi 6 tu. Kama mimba ina miezi 4 na maana hiyo mimba umeipatia kwangu. Mbona umenivua nguo wewe binti? Bibi yako satona mimi nilikuwa sikuangalia jamani. Nikabaki kimya tu, hapo machozi yananitoka tu. Maana hata mimi mwenyewe tayari yani sijielewi kabisa. Mama akasema, unalia nini sasa? Si umeenda kupanua miguu yako mwenyewe? Hebu naomba usinichukize saa hizi. Na usizidi kunivuruga tafadhali sana Tifa. Naomba Mama alitulia tu. Nikafuta machozi. Maana niliona mama akachukia mno. Sikuwahi kumuona hivi hata siku na moja. Yaani hasira naona zilimpanda mpaka akashindwa kuongea. Basi akasema, Tifa, umeniangusha mno. Sijawahi kufikiria kama una haya mambo we mtoto. Pamoja na upole wako huo, Yaani sijui hata nitamueleza nini mimi yule bibi yako. Nibaki kimya tu. Akawasha gari tukarudi mpaka nyumbani. Kaingia chumbani nikiwa na mawazo mno, yani niliwaza mpaka kichwa kikawa kinaniuma, nisijui hata nafanya nini. Siku hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwangu. Mida usiku akaja Damorin chumbani kwangu. Akaniangalia kwa huruma sana, akasema, Tifa, una mimba kumbe. Nikasema, Damorin, na mimi ndo nimejua leo, mimi sikuwa najua kabisa. Akasema, hiyo mimba nani? Swali lilikuwa ni gumu, nikabaki kimya. Damorin akasema, mimi naongea na wewe, nani kakupa mimba? Au humjui, iliingia tu kupitia ndoto? Nikanyamaza kimya tu. Akasema, ni wale bodaboda wanakaa pale mbele ukienda sokoni walikuwa nakudanganya, si ndio? Hebu leta simu yako. Leta simu. Basi nikampatia. Mimi siku hata na mambo ya password nini. Akaanza kuipokua. Hakukuwa hata na kitu. Nilikuwa na namba 4 tu. Namba ya kwake, ya mama yake, ya aunti, yani aunti yake Rachel na bibi. Baada ya kuona katika simu hakuna kitu, akanirudishia simu yangu, akaniambia, mimba ya nani? Mimi nikanalia tu. Akaniacha akatoka. Sasa nikakaa kidogo, akaja mama na baba chumbani kwangu. Walipofika wakakaa, baba akaniambia, Tifa, umetuangusha sana. Hivi unajua tulikuwa tunakuamini sana we mtoto. Haya, niambia haraka, mimba ni ya nani? Nibaki kimya. Mama akasema, unajua tunataka tukusaidie. Utakaposema sisi ndio tutakapokusaidia. Kama useme mimi nitakurudisha kwa bibi yako hivyo hivyo ukalee mtoto asiye na baba. Naomba useme hiyo mimba ni ya nani? Haraka sana, usinivuruge mimi Tifa. Basi nikanyamaza tu, nikawa nalia. Unajua msikilizaji, hii situation sometimes inakuwa kero kwa mtu anayekuuliza and then hujibu chochote, unalia tu. Kwa unamfanya mtu anayekuuliza anapatwa na hasira sana. Basi mama akapaniki. Akaanza kusema, hivi unalia umepigwa? Nakuuliza umepigwa? Kila tukikuuliza mimba ni ya nani unajifanya tu kulialia. Unalia nini sasa? Sasa ngoja nikupige mshinzi wewe ile ulie vizuri. Mama akaanza kunitia mingumi ya mgongo. Anaambia, sema nani kakupa mimba? Hiyo mimba nani sema? Mimi nalia tu. Naambia mama nisamee. Akasema, usemi unamlinda huyo mjinga mwenzio, si ndio? Sasa nakupeleka polisi, utaenda kumtajia huko. Baba akamwambia, muache, utamuumiza. Kama kuharibu ndo kashaharibu. Kwa hiyo fanya tu mpango wa kuongea na bibi yake umrudishe. Mimi nikanalia tu. Wakatoka chumbani kwangu, mama akiwa na hasira sana. Zikapita siku 3. Mama kazi zake zote anafanya mwenyewe. Chakula ananiletea, Morin ndo akanaletea chakula. Mimi nashinda tu chumbani tu. Sielewi hata hatima yangu ni nini. Siku hiyo Morin akaja chumbani kwangu, akaniambia, Tifa, hivi unataka urudi kwenu ukateseke na hiyo mimba, si ndio? Nikasema, hapana dada. Akaniambia, sasa hawa wazee ukiwaambia ukweli watakusaidia, hata kama baba wa hiyo mimba atakataa, wao watakusaidia sababu umeishi nao vizuri sana.
Lakini sasa ukikaa kimya hawatakusaidia Tifa. Kulia hakutakusaidia chochote shoga yangu. Mambo yameshatokea shoga yangu. Afu mimi nidhani wewe hujaanza hiyo michezo. Si ungeniambia tu mimi ningekupeleka hata kwenye uzazi wa mpango mbona? Ungefanya unavyotaka, usingepata mimba. Akasema dada nisamehe tu. Akaniambia anaambie, ni bodaboda gani ukakupatia mimba? Akasema dada nikikwambia utaniamini. Akasema mimi nitakuamini, niambia ni nani? Akasema nikakaa kwa Ivan. Morini alistuka mno akasema wewe nini? Unamsingizia kaka sio? Nikasema ndio maana nikuuliza utaniamini. Akasema wewe kaka Ivan anatembea na wewe? Mimi namjua kaka yangu, ninamjua vizuri sana. Ni anampenda sana mwanamke wake Grace. Na hata kama na chiti ndio asaliti na wewe. Najua anapenda wanawake classic sana. Yeye nimekuaje kwako? Unataka nikuniambia kwamba una mahusiano ya kimapenzi na kaka Ivan? Nikamwambia Morini ya kwamba alinibaka. Morini akachoka. Akasema wewe ilikuwa lini? Wapi na ilikuwaje? Ikabidi sasa nimhadithie vyote. Ile siku wakati yeye hayupo. Alafu ilivyokuwa mimi nyumbani ndo hilo jambo lilitokea. Morini inaonea huruma sana. Akaniambia kwa nini sasa kusema mapema Tifa, Nikasema niliogopa kaka Ivan aliniambia niseme. Akasema basi sawa, ngoja siniangalie na kusaidiaje. Nikasema sawa dada. Basi akatoka zake mle chumbani. Mimi nibaki nalia tu mpaka nikalala. Mara nasikia sauti sebuleni, mama anafoka mno. Nikasema kumekucha leo. Morini akaja chumbani kwangu, akaniambia Tifa unaitwa sebuleni. Nikaogopa. Nikasema kuna nini Morini, mbona nasikia mama anafoka? Morini akasema usiogope twende. Nikasema sawa. Basi nikanyanyuka kama kitoto hapo cha kuku. Natia huruma mno. Nikaenda nikakaa kwenye sofa, baba kaniuliza mimba ni kweli ni Ivan? Nikaitika kwa kubali. Mama akaniuliza kwamba ilikuwaje? Basi mimi nikawahadithia pale. Nikasema ya kwamba alinibaka na kuniambia nisiseme kokote. Morini akasema mama, hata mimi usiku nimerudi nilimkuta Tifa anaumwa sana. Alikuwa anapata hadi shida kutembea, ila mimi sikujua kama kafanywa hivyo na kaka. Basi mimi nikampeleka hadi hospitali akakutwa tu na homa, kumbe tatizo ndo hilo. Basi wazazi wake wakachoka mno. Mama akasema kwa nini unakusema mapema Tifa? Ulikaaje kimya na umefanywa kitu namna hiyo? Nikasema nisamee mama. Kaka Ivan aliniambia nisiseme. Mama akasema nenda kapumzike. Basi nikanyanyuka nikaelekea chumbani kwangu. Nilidhani wataanza kukataa, ila walinionea huruma sana na kunipatia pole mno. Nilikuwa na mawazo mengi mno. Sijui hata usingizi ulinipitia saa ngapi. Nikaja kuhamishwa usiku. Morini akaniambia unaitwa kuna kikao, kaka Ivan kaja. Basi bwana. Nikatoka nikaketi kwenye sofa. Kweli kaka Ivan alikuwa amekuja. Kapendeza mno na yupo serious kama kaida yake. Tuliangaliana mimi na yeye, akakwapisha macho yake. Naona hakutaka hata kunitazama. Mama akaanzisha mazungumzo akasema Ivan akatika na mama. Mama yake akamwambia kwamba unamuona yule binti wetu wa kazi pale? Akasema ndio mama. Haya, ana mimba. Ivan alistuka sana. Mama yake akamuuliza kwamba mbona umestuka? Vipi? Akasema no mama. Mama yake akaendelea akasema sasa tumekuita wewe utusaidie kumuuliza ile mimba ni ya nani. Maana sisi kila tukimuuliza hasemi hata. Sasa kwa kuwa wewe ni mwanasheria na hisi utakuwa na utaalamu wa ziada, utusaidie kumdadisi. Labda yule binti anaweza kusema nani kampa mimba. Nikaona Ivan nikabaki kimya. Wazazi hapo walicheza kama pere. Basi Ivan akaniangalia jicho kali sana mpaka nikaogopa. Mama akasema muulize labda yeye atakwambia. Ivan akasema mama sasa hayo mambo mbona yapo nje ya taratibu zangu za kazi. Mimi siwezi bwana kumwambia. Ongea naye tu vizuri ataambia. Mama akasema wewe sisi tumeshindwa, jaribu na wewe Ivan. Ivan akakaa kimya. Sababa akaniuliza kwamba Tifa, hiyo mimba nani? Nikabaki kimya. Hapo naogopa kusema. Baba akaniambia nimesema sema usiogope. Mimba na nani? Nikamwangalia kaka Ivan. Ivan mwenyewe akaniangalia ile jicho la ole wako nitaje mimi na kunyonga. Asa mimi nikanyamaza. Baba akaongea kwa ukali. Akasema nimesema nani? Akasema kaka Ivan. Ivan akasema yangu kivipi?
Miso yangu bana ananisingizia huyo. Ni lini mimi na wewe tumeanza mahusiano? Mama msimsikilize huyo bana. Mimi hiyo sio mimba yangu mama. Mimi siwezi kutembea na msichana kama huyo mama. Yaani hata siku moja mimi siwezi bwana. Siwezi kumsaliti Grace mimi, Huyu ana nini huyu? Ana nini cha kumzidi mwanamke wangu? Mpaka mimi nimsaliti. Hapana mama, hapana, wewe unawasingizia tu. Mama akasema, sasa mbona unaongea sana kama umepanic, Ivan akasema, no mama, mimi nataka tu kuliweka sawa hili tu swala. Baba akasema, huyo binti ana mimba ya miezi 3. Na amesema wewe ndio mhusika na ulimbaka. Alafu unakataa. Unaona sisi wapumbavu sio? Au huyu binti hana akili? Maana hajaona watu wote mpaka kusingizia wewe. Ivan akasema, baba mimi sihusiki na hiyo mimba na mimi sijawahi kumfanyia tukio lolote huyo binti. Maureen akasema, kaka, hiyo siku ya tukio mlinzi amesema kweli ulikuja usiku na mimi sikuepo. Alibaki Tifa peke yake. Tutakuamini vipi sasa? Ivan akasema, kwa hiyo mimi nikuepo ndio nini sasa? Hivi mnaanzaje kumwamini huyo binti? Mnaanzaje kumwamini afu mnanikataa mimi? Naona kama sasa mnataka kunilazimisha nikubali hiyo mimba, si ndio? Baba akasema, wewe sijawahi zaa mtoto mpumbavu kama wewe. Ivan, usichokijua ndani kwangu nina kamera za kila chumba. Ivan akastuka mno, Baba akasema, unataka nikuonyeshe upumbavu uliomfanyia binti? Ivan akabaki kimya. Baba akasema, umemkatili ubinti kwa kumbaka, alafu ulivyo mshenzi unakatana mimba? Ukatili uliomfanyia binti angefanywa Maureen dada yako, ungejisikiaje? Si ungekuwa kimbelembele kumfunga na kumshtaki wale waliomfanyia? Huyu binti si ni kama mdogo wako tu, tena mdogo wako wa mwisho. Maana hata Maureen ni mkubwa kwa huyu. Una haya wewe mtoto pumbavu, unasimamia sheria gani sasa hivi? Ivan akasema, baba samani nielewa ile siku ndo maana. Baba akasema, kwa hiyo ukielewa ndio unabaka watu wewe mtoto, Pumbavu kabisa. Hivi kumbe ni mjinga kiasi hiki? Mimi nidhani nimezaa jembe, kumbe nimezaa mbakaji mimi. Halafu unakataa mimba ni wewe, sio kwangu. Mshenzi mkubwa wewe. Hivi kumbe ni mwenda wazimu, Sasa mimi ni mwenda wazimu wa zamani. Utavuna ulichokipanda nakwambia. Ivan akasema, baba naomba nisamehe nimekosea. Baba akasema, wewe kumwomba msamaha ni yule pale ule mbaka na kumsababisha matatizo, sio mimi wala sio sisi umndani. Mshenzi mkubwa wewe, huna adabu kabisa wala huruma. Unasimamia sheria gani sasa wewe? Unasimamia haki gani wewe? Ivan alipoa kama sio yule cha ukali. Akaniambia, Tifa samahani nimekosea. Nikanyamaza kimya tu. Baba akasema, Maureen kakusanya nguo zote za Tifa na vitu vyake vyote huko chumbani. Utoke navyo hapa. Ivan akasema, baba kwa nini? Akasema, wewe unajua kubaka tu? Sio? Si unajua kubaka tu. Sasa unaondoka na Tifa, ukalee mimba yako. Utakaa naye mpaka ajifungue, na akishajifungua unamuoa. Ndoa ya wewe na Grace imekufa. Ivan akashangaa akasema, baba no, siwe hivyo. Mimi nampenda sana Grace, nishaidiana naye mambo mengi sana na hata yeye ananipenda. Please baba, usiamue hivyo mzee wangu. Ivan mpaka akapiga magoti. Nikasema, kweli anampenda mwanamke wake. Basi akasema, nimemaliza. Hakuna ndoa kati yako na Grace. Ila itakuwepo ndoa kati yako wewe na Tifa. Unataka uharibu kila sehemu sio? Sasa hapa ambapo tayari umeshaharibu ndio utaoa. Unataka binti umzalisha tu alafu atolewa na nani? Kwa kuwa wewe ndio umemzalisha, basi na wewe ndio utamuoa. Kifupi nilishangaa sana maamuzi ya baba. Baba alikuwa amekasirika mno. Yaani anaongea kwa hasira mpaka mate anamtoka. Ivan akasema, no baba, mimi mimba nitaelea tu kwa kila kitu na nitamlea mtoto atakapozaliwa. Nimekubali baba, ila naomba usichukue maamuzi hayo baba. Usifanye hivyo baba. Tifa akae tu hapa afu mimi nitakuwa namhudumia baba. Mama akasema, akae wapi? Akae wapi? Hapa ni kliniki. Nani kakwambia sisi tunalewa wajawazito? Beba mwanamke wako, peleka kwa koko. Ivan akasema, baba, mimi simpendi huyu, ilikuwa tu nitamaa baba, ilikuwa tu nitamaa ya mwili na pombe. Nakuomba sana baba. Hapo sasa umetulia. Ivan akasema, baba, huyu sio hadhi yangu baba. Si hapo nijisikia vibaya. Lakini ni kweli mimi sikuwa naendana na Ivan hata kidogo. Kwa jinsi alivyo anavyoonekana ni mtu ambaye ana pesa zake, anavaa vizuri na ni handsome wa maana. Asa baba akasema, yani ulivyokuwa unambaka hukujua kama sio hadhi yako, si ndio?
Hukujua kama una mwanamke wako ambaye una mipango naye? Mwanaume wa kweli hawezi endeshwa na hisia. Na siwezi kusupport upumbavu wako hapa hata siku moja, Kwa kuwa sasa unasema sio hadhi yako, sasa nenda kamfanye akawe wa hadhi yako, full stop. Mshenzi kabisa wewe. Hapo sasa Maureen akawa ashatoka na begi langu. Nikaona Ivan nikachukia mpaka natetemeka. Mama akasema sasa ole wako kamtese na ujipange uende kwao ukajitambulishe. Kama alivyosema baba yako, hakuna ndoa tena kati yako na Grace. Ivan hakuamini, alichoka mno. Nilichogundua Ivan anamogopa sana baba yake. Maureen akasema ya kwamba wifi, begi lako ila hapo, maisha mema kwa mmeo. Jamani, ashakuwa mume wangu tena. Makubwa. Basi nikabaki tu kimya. Ivan akasema basi sawa baba, mimi nitamchukua ila niache kidogo niweke mambo sawa. Yeye akae hapa afu mimi nitamfuata. Baba akasema wewe, yani nimesema unavotoka mguu wako hapa, beba na mwanamke wako. Sitaki maongezi wala mabishano, mjinga sana wewe. Ivan akanyanyuka kwa hasira, akaniambia twende. Alikuwa na hasira mno. Yani kama mimi ndo nimwambia nibaki. Nikatoka nikanamfuata. Maureen akanisaidia begi pale. Tulimwacha mama bado anafoka ndani. Maureen akambebea pale mizigo mpaka parking, akaniingizia begi langu katika gari ya kaka yake, akaniambia wewe panda mbele. Nikapanda. Ivan akatoa gari. Amechukia balaa. Nje tu usoni mwake kudadadeki. Anaendesha gari ila hayupo sawa kabisa. Alichanganyikiwa mno. Kuambiwa ndoa yake yeye na Grace haipo. Sasa tukiwa njiani akabinya breki za ghafla. Nikastuka nikasema vipi? Akasema wewe, hebu kaa nyumba bwana. Huko mbele mimi utanitibua. Sikwambishi. Nikashuka, nikapanda nyuma, nikakaa bwana. Akatoa gari mpaka kwake. Yeye alikuwa anaishi Masaki. So tulielekea huko. Tukafika kwake sasa, akaingiza gari kwenye fence yake nini? Akaniambia shuka. Nikashuka pale na begi langu. Ana nyumba nzuri mno kuliko hata kwao. Ilikuwa ni nyumba ya ghorofa moja ila classic sana. Alafu ilikuwa bado mpya. Na Isa alimaliza ujenzi muda si mrefu. Basi akunikaribisha hata. Akaanza kuingia ndani. Na mimi sasa nikaa namfuata nyuma tu mpaka ndani. Huyu kaka ana nyumba nzuri sana. Yaani na pesa anayo. Hata Maureen anamsemaga sana kwamba kaka ana pesa sana. Maana ni mwanasheria mkubwa sana na ana kampuni yake kabisa. Basi tukafika sebleni, akakaa na mimi nikakaa kwenye sofa lingine. Hapo Ivan sasa akasema hivi wewe, kwa nini ukuniambia kama una mimba? Au umeona mimba ndio kitu kitakachokufanya unipate mimi, si ndio? Nikasema kaka samahani, hata mimi sikuwa najijua kama na mimba na nilienda hospitali na mama ndio maana sikupata hata muda wa kuambia. Akasema kelele, malaya mkubwa wewe. Unataka kuniharibia kila kitu changu, si ndio? Unataka kuniharibia maisha yangu, si ndio? Na unaona hapo unataka sasa ni kuniweka mbali na Grace wangu, mshenzi mkubwa wewe. Wewe sio hadhi yangu bwana hata kidogo. Na ningejua una mimba yangu ningekutoa hiyo mimba mapema sana. Alivyoongea hivyo. Nilibaki kimya tu. Huku machozi yakinitoka. Akasema au nadhani mimi nataka kuzana mwanamke kama wewe? Tena uliokuwa house girl. Unadhani utanifundishia nini wanangu? Hata shule sidhani kama umefika hata la 7. Najutia sana ile siku kwa nilichokifanya kwako. Nimejichanganya mno na hii itanikosti sana. Nibaki kima na muangalia tu. Akanambia sikia sasa. Hapo utakaa sababu na leo mimba tu. Na ukijifungua tu namchukua mtoto wangu. Usitegemee hata siku na moja mimi nitakuoa. Unanielewa wewe? Nikasema ndio. Akasema nitaongea na mwanamke wangu, naamini ataelewa kuhusu hili. Hauna elimu ya kulea damu yangu wewe. Nikasema sawa kaka. Akaniambia nifuate. Basi nikanyanyuka nikaanza kumfuata. Akaniambia chumba chako cha kupumzika iko hapo. Utakuwa unalala huko. Nikasema sawa kaka. Yaani kila alichokisema mimi nilishia kusema ndio na kusema samahani. Unajua msikilizaji, in nature Tifa mimi nilikuwa ni mpole sana. Hata ukiangalia maana ya jina la Latifa, ni mtu mstaarabu, mpole, mnyenyekevu. Sijajua kwa Tifa wengine wa huko Swahili, lakini ndio hivyo, yani Latifa tupo hivyo. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mpole sana mpaka nikawa nataka kuwa mjinga, maana upole naona kama ulizidi sasa. Nilifikia kujibwaga kitandani, nilichoka na pilika za Niliwaza sana kuhusu maisha yangu na kujionea huruma sana. Sikuwa naelewa hata hatima yangu ni nini. Ivan mwenyewe hanipendi hata kidogo. Nilumia sana lakini sikulia. Nijikaza na kujiambia nitavumilia nione mwisho haya mambo.
Niliwaza au nirudi nyumbani kwa bibi. Nikasema nitamongozea bibi tu mzigo. Na nitamueleza nini bibi kuhusu mimba? Hapana, hapa inabidi nipambane tu hapa. Mungu tu anisaidie. Basi nikiwa kwenye mawazo mazito, nilistushwa na mlio wa simu yangu. Nikaivuta na kuangalia, anayepiga alikuwa ni dada Maureen. Nikapokea, nikasema hello dada Maureen. Akasema wewe vipi? Nikasema poa. Akaniambia mshafika? Nikasema ndio. Akaniambia akakupeleka wapi? Nikasema hata sijui. Akauliza kupoje kwani? Basi nikamwelekeza, akaniambia hiyo ni nyumba yake ya Masaki. Akaniambia Latifa, akaniambia nani Maureen, akaniambia kwamba Latifa, unajua wewe ni binti. Hata kama kaka Ivan anaonesha hakutaki, lakini pambana shosti yangu, pambana akupende. Au unataka kuwa single mama? Nikasema hapana dada. Akasema basi changamka Tifa, usio mzembe hivyo. Nikasema Maureen, kaka yako ananichukia chuki za wazi kabisa. Ameniambia kama angejua na mimba basi angetoa, hataki kuzaa na mimi house girl. Maureen akaniambia naelewa, ila hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Kwani wewe umpende kaka Ivan? Nikashindwa kujibu, maana hata mimi sikuwa na hakika na jibu langu kabisa. Maureen akaniambia kukaa kimya nalo ni jibu, pambana. Mimi kesho nitakuja kukuona hapo na tuongea vizuri. Nikasema sawa dada. Akaniambia usiku mwema. Nikasema na kwako pia. Basi nikavuta shuka nipumzike, lakini mawazo yalizidi. Yaani hata usingizi hauji. Na hiyo siku wala hata skula, lakini sikuwa nasikia njaa kabisa. Acheni stress. Stress zikukamata. Yaani unaweza ukatoka nje na hujavaa hata nguo, ukadhani wewe ni chizi. Basi sijui hata usingizi ulinipitia saa ngapi, lakini nilikuja kushtuka asubuhi kumekucha. Nikaamka, nikaenda kuoga, nikavaa vizuri. Hapo bado najisikia njaa mno. Nikaelekea sebuleni, nikamkuta mama mtu mzima anafanya usafi. Nikamsalimia pale, akaitikia. Akasema karibu Tifa. Boss Ivan ameshaniambia kuhusu wewe, kwa hiyo nenda ukapate chai kwanza, afu mama mengine ataendelea. Basi akanionyesha sehemu ya kwenda. Nikasema asante mama. Akasema usijali, kisha akaendelea kufanya usafi. Nikawaza, nikasema itakuwa huyo mama anamsaidia Ivan kazi za ndani. Basi nikafika mezani, nikakuta supu ya kuku na chapati na chai ya maziwa. Aisee, nilifakamia maana nilikuwa na njaa mno. Nikamaliza sasa, nikatoka nikaenda kukaa sebuleni. Akaja yule mama. Akasema ushapata chai mwanangu Nikasema ndio tayari mama. Akasema sawa, mimi naitwa Mama Majdi. Huwa namsaidia kazi kaka yako hapa Ivan, kwa hiyo ukitaka chochote niambie. Maana kaka yako kaniambia haupo sawa, unatarajia kutuletea mjukuu. Nikacheka tu, nikasema ni kweli mama, ila sikuzoea maisha kukaa kuagiza. Nikitaka kitu nanyanyuka tu naenda kuchukua mwenyewe. Mama Majidi akaniambia kwamba wewe niagize tu mimi. Kaambia hapana, wewe pumzika tu, kwa sababu hata wewe mwenyewe ni mama bwana. Mimi mbona siumwi hivyo jamani, niko fit. Maana mimba yenyewe ina miezi miwili tu, kwa hiyo haiwezi kunichosha. Basi yule mama akasema haya. Sasa mchana nikapika, nikamuita mama njoo tule. Akawa nikafurahi sana. Akaniambia wewe mtoto, nimekuona leo ila una upendo na huruma mpaka nimekupenda. Haupo kama wifi yako Grace. Maana akifikaga yeye tu nyumba inawaka moto bala. Nikaguna tu. Maana namfahamu vyema Grace. Nikasema usijali mama, mimi sina shida kabisa. Akasema haya, mimi nimekuona tu nimejua hauna shida kama kaka yako Ivan. Nikasema kaka Ivan? Akasema ndio, ana huruma. Yaani unajua mimi ananisaidia vitu vingi sana hapa. Yaani hapa mimi nafanya kazi kwa amani, sina shida kabisa. Nikadhani wewe ndio utanisumbua. Maana ameniambia kama kwamba kuna mdogo wangu kaja ni mjamzito umhudumie. Nikasema sawa, hamna shida. Baada ya kuniambia vile, nikasema usijali mama, mimi sio msumbufu na tutasaidiana kila kitu. Akasema sawa mwanangu. Basi hapo sasa nikaa nimeelewa kuwa Ivan kanitambulisha mimi kama mdogo wake tu. Baada ya chakula nikasema mama, mimi naingia chumbani kwangu kupumzika kidogo. Akasema sawa mwanangu, ukitaka chochote wewe usiache kunijulisha. Basi nikaingia zangu chumbani. Sikutaka hata kushika simu, nikalala zangu. Mara nikasikia mlango unagongwa. Nikajua tu Ivan. Nikajiandaa nikaenda kufungua. Ila aliingia Maureen. Akaniambia, wizo. Nikacheka tu. Nikasema dada Maureen karibu. Akasema, acha mambo yako bana. Mimi sio dada Maureen, mimi ni wife Maureen. Umesikia? Hapa wapi? Si nikwambia fu uchangamke wewe. Haya, unaponaje hapa kwako? Nikacheka tu nikamwambia, kwangu mimi au kwa kaka yako? Hebu toka huko.
Akasema vipi kaka, mnaongea vizuri? Nikasema hataki hata kunisikia, yani ana hasira na mimi vibaya mno. Hapo sasa niliongea mpaka chozi linitoka. Maureen akaniambia sasa unalia nini sasa, wewe jikaze bwana, wewe ni mwanamke, usikubali kuwa dhaifu bwana, pigania haki ya mtoto wako Tifa. Wewe usimfuatishe yeye, make sure anakudumia, unaelewa? Nikasema ndio. Basi akasema na kukuoa atakuoa, maana baba ashasema, na baba akiongea huwa apingi. Au anakubabaisha yule Grace. Yule Grace hakufikii Tifa. Tifa yuko uzuri, wewe ni mzuri balaa wewe. Yaani ukipata matunzo wewe ni mzuri sana. Kwa hiyo usiwe mnyonge bwana. Usikubali kupelekwa bwana. Unasikia? Nikasema lakini Maureen, katika hiyo ndoa mimi ndo nitateseka ujue. Maana Ivan hanipendi mimi, anampenda Grace. Akaniambia atakupenda huko mbele kwa mbele kwenye ndoa. Upendo unatengenezwa Tifa. Nikasema sawa. Basi tukapiga sana story na Maureen. Akanielekeza mambo mengi na nisikate tamaa na nihakikishe Ivan anakuwa wa kwangu. Nikasema sawa. Akasema shoga yangu, mimi naondoka maana sasa hivi mimi ndo mpishi. Basi nikacheka hapa nikasema pole, maana nakujua ni mvivu. Akasema wewe acha tu. Naomba leo au kesho mama apate mfanyakazi mwingine. Nateseka kwa kweli. Basi akaaga na kuondoka. Simu yangu ikaita, nikaichukua na kuangalia anayepiga, nikakuta ni mama yake Ivan. Nikapokea, akaniambia unaendeleaje mwanangu? Nikasema mama naendelea vizuri, shikamoo. Akaitikia pale akaniambia vipi huko, unakaa vizuri? Nikasema ndio mama, nakaa vizuri tu. Akaniambia haya, akikufanyia chochote kibaya nipigie, unaelewa? Umenisikia wewe cha upole? Maana wewe unapenda kukaa kimya tu kwenye ujinga. Nikasema sawa mama. Akaniambia sasa na bibi usimwambie ile swala mpaka tujipange tuende kukutolea posa, umesikia? Nikasema sawa mama. Akasema haya, mimi nishaongea na anti yako tayari, kwa hiyo kuwa na amani. Yanaalimaanisha anti yake Rachel ama alonileta huko kufanya kazi kwake. Basi nikasema sawa mama. Asa usiku mama Majid akaniita kwa ajili ya kupata chakula. Tukala wote huko, sasa tunaongea pale. Akaniambia mimi naondoka, nitakuja asubuhi. Nikamwambia sawa mama. Basi akataka kuosha vyombo, nikamwambia mama viache tu wewe, wai mimi nitaviosha. Akaniambia wewe pumzika tu bwana. Nikamwambia hapana mama, mimi nishapumzika, mbona wewe nenda tu. Akaniambia sawa. Basi akaondoka, mimi nikafanya usafi na kazi zote. Sasa baada ya yule mama kuondoka, nikawa sasa namsubiria Ivan sasa sebuleni huku naangalia TV. Nilikaa sana huku nikiangalia saa, lakini hakukuwa na dalili ya mtu kurudi. Nilikaa pale sebuleni mpaka nikaanza kusinzia. Ikafika saa 8 usiku hajarudi. Nikasema itakuwa huyo mtu harudi nini, ngoja nikapumzike. Basi nikazima TV nikaenda kulala bwana. Asubuhi kama kawaida yangu nikaamka mapema, nikafanya usafi nyumba nzima. Mama Majid alifika, alikuta mimi nimeshamaliza usafi. Akaniambia wewe mtoto, hujaonea huruma? Nikasema usijali mama, mbona mimi nishazoea kuamka mapema, kwa hiyo usijali kabisa mama yangu, kuwa na amani. Akasema sawa, basi ngoja nikuandalie basi chai. Akaandaa pale chai tukanywa, huku sasa tunapiga sana story. Nishamzoea huyo mama asubuhi, tunani mchangamfu sana. Nikasema yani mama, jana kaka Ivan hakurudi. Akaniambia itakuwa tu yupo busy na kazi zake, au labda kalala kwa wifi yako Grace. Alivyosema hivyo nikasikia wivu kweli. Akasema ndio maana huwa ananiambia chakula cha usiku nisimwekee, maana anakuwa hana uhakika wa kurudi nyumbani. Nikasema sawa, basi naomba namba zake nimpigie, kuna swala nataka kuongea naye. Akasema hauna namba ya kaka yako jamani? Unaishije hivyo jamani? Akasema hamna mama, simu yangu hii ni mpya, haina namba nyingi, ile ya zamani ndo ilikuwa ina namba zake. Akasema kumbe, basi sawa. Basi bwana akanipatia namba za Ivan. Nikaingia chumbani kwangu, nikawaza nimpigie kweli ama nikawa naogopa, ila nikajikaza nikampigia, akapokea. Akasema hello, mimi ni Tifa, naulizia mbona hujarudi nyumbani jana, upo salama? Chineke. Aise aliwaka vibaya sana. Akasema unaniuliza kama nani? Nikabaki kimya tu. Akaniambia mtoto, huo ufala wako wa kuniuliza mimi au maswala kijinga mwanzo mwisho leo, na ole wako unipigie tena malaya mkubwa wewe. Akakata simu. Nijikuta hata kumpigia mimi ninajuta. Kwani nimeongea nini kibaya jamani, au ndio chuki zake kwangu ni kubwa sana? Nilia mno, nikasema jamani, sasa mimi kosa langu ni nini? Ningesema kweli huyu kaka ananichukia mimi, inabidi tu nijue nafasi yangu kwake. Basi nikaingia chooni kuoga, nikavaa kijora changu pale, nikaenda kumsaidia kazi Mama Majid. Ikapita wiki moja, Ivan hakuja kabisa nyumbani. Yaani wala hajawahi kunipigia kuniuliza naendeleaje wala kujua chochote. Nikaona hapa kazi mbona ninayo?
Nikasema hapa ili hali mimi nakula na naishi pazuri, basi inatosha. Niache kumfuatilia sasa. Basi bwana, hiyo siku mida kama ya usiku hivi, Mama Majid kashaondoka hapo. Nimebaki mwenyewe tu, nimekaa sebuleni naangalia TV. Mlango wa sebuleni ukasukumwa, akaingia kaka Ivan. Nikapendeza, ni mzuri sana ukaka jamani. Ila sasa ni mkali na visilani vyake mimi hoi. Akasema unaendeleaje? Akasema naendelea vizuri kaka, shikamoo. Akaitikia akaniambia nani kakupa namba yangu? Nikabaki kimya tu. Akasema wewe, sina kuuliza wewe. Nani kakupa namba yangu? Nikasema amenipa Mama Majid. Akaniambia sasa ole wako nipigie sasa. Unaambia fupu mbavu wako. Basi nikabaki kimya. Akaniambia mimi mumeo hadi unaniuliza maswali ya kwa nini sijarudi? Kwani mimi ni mume wako? Au kuna kitu unakosa hapa? Nikasema hapana kaka. Akasema sasa ole wako unipigie. Yaani paka najuta, sijui kwa kunitamani nini tu naanza kupata shida sasa hivi. Najutia sana mimi. Nikabaki kimya tu. Basi akanyosha chumbani kwake na mimi nikanyanyuka nikazima TV nikaelekea chumbani kwangu kupumzika. Sasa mida ya asubuhi hivi niliamshwa na makelele mno. Yaani mtu anagonga mlango wangu kwa nguvu mno. Nikaogopa nikasema nini hiki? Nikanasikia mtu anasema fungua, anasema fungua, wewe unajifanya ni malaya. Sasa ngoja pia nikuonyeshe, fungua mbwa mkubwa wewe, fungua. Malaya mkubwa wewe. Niliogopa mno, maana nilijua tu ile sauti ni ya Grace. Nikana tetemeka mno. Maana nilikuwa ni natukanwa sana kwa mimi ni malaya nini, nimemtega mwanaume wake, nimejibebesha mimba ili yeye anioe na yeye asiolewe. Nikasema mbona leo kumekucha? Nikiwa nimekaa pale kitandani natetemeka, nika sasa nasikia mlango unapigwa na kitu kizito, nikazidi kuogopa. Nikavuta simu chapu nikampigia Maureen akapokea. Nikasema da Maureen, mimi nakufa huku. Akasema kuna nini? Nikasema Grace kaja anavunja mlango wangu wa chumbani na ana hasira sana. Akasema hey, kwani kaka Ivan hayupo? Nikasema nahisi hayupo, naogopa sana dada atanidhuru. Maureen akasema hebu ngoja nipo karibu na huko kwenu, nakuja hapo sasa hivi. Nikasema sawa. Basi nikampigia na Mama Majid, maana nilijua lazima yupo ndani. Akapokea akasema oh wanangu sijaja leo. Na umeshani miss? Nikasema do, kumbe Mama Majid hayupo leo. Kazi nayo. Sikuongea nikakata simu. Hapo sasa ninaogopa sana. Huko nje mlango unavunjwa. Grace ni anatukana. Simu ikaita na ile kuangalia hivi namba ni Ivan. Nikapokea. Akasema Tifa usifungue mlango, naomba ubaki ndani humo. Unasikia? Nikasema kaka anavunja mlango. Akasema tulia na usipaniki. Si unajua hali yako? Nikasema ndio. Akasema sasa tulia na karibia nyumbani sawa? Alafu ikitokea shida kama hiyo, unaanzaje kumpigia Maureen na sio mimi? Wewe unaishi na Maureen ama unaishi na mimi? Basi nikabaki kimya. Maana najua hatuna maelewano vizuri, ndio maana sikumpigia. Sasa mimi ningefanyaje? Akasema tulia hapo na wahi mara moja. Nikasema sawa. Ile nakata tu simu. Grace kashavunja mlango kaingia ndani. Aya nilistuka. Paka nikasimama. Akasema wewe ndio kijiki wa kubebea mimba wanaume za watu, si ndio? Unaogopa nini sasa? Unaogopa nini? Nikasema Grace mimi sitaki ugomvi. Na haipo hivyo unavyodhani, naomba uache please, sitaki matatizo. Akaniambia sasa leo nitakuonyesha mbwa wewe. Akanivaa mwili na akaanza kunipiga. Mimi sikuzuia vibao vyake hata wala sikumrudishia hata. Nilikuwa naziba tu tumbo langu tu, maana tayari nishakuwa na matarajio ya kupata mtoto. Nilikuwa nalia namwambia Grace naomba nisamee utaniumiza. Akasema leo ninakuonyesha na huo mtumbo wako ninautoboa na visu. Basi akanipiga. Baada nzuri akaingia Maureen, akamsukuma, akasema wewe Grace muache bwana. If wewe si doctor, unaanzaje kumpiga mjamzito? Grace akasema wifi, mnafiki mkubwa sana we. Unajifanya kunichekea na kujifanya unanipenda, kumbe huna lolote. Afu leo unaniletea huyu malaya huyo. Maureen akasema malaya umemuita ungemuita bwana wako. Au hajakusimulia vizuri? Huyo bwana wako si ndio kambaka huyo? Kwa hiyo hapo nani ni malaya kati ya yeye na bwana wako? Na uache kumuonea mtoto wa watu. Basi Maureen alionekana kuwa mkali sana. Maureen akasema na ole wako rudia kumpiga, tutapelekana polisi na utaamini. Grace akasema unadhani naogopa polisi? Siogopi chochote kwa taarifa yako. Msikilizaji, hapo nilipo kitandani tu nasikiliza maumivu, maana jamaa alinipiga mgongoni na mimi makucha yake. Basi wakawa pale wanachambana sana na Maureen mpaka wakataka kupigana. Ulikuwa ni ugomvi mkubwa sana. Na Grace mwenyewe alikuwa anataka kuendelea kunipiga. Maureen akana anamzuia. Kwa hiyo pale wakamle ndani. Bwana dakika 0 akaingia.
Akamshika Grace akasema twende. Grace akasema unanipeleka wapi? Unanipeleka wapi? Yaani siondoki. Huyu malaya wako huyu nataka kumnyosha na nitamkomesha. Yes, analingia mimba. Nitahakikisha mimba inatoka. Siwezi kukubali hata kidogo. We binti, yaani nakwambiaje utaama. Ivan akasema Grace, tulishaongea. Hayo mambo tumeshaongea. Na ukasema umenisamehe na tumemaliza mpenzi wangu. Kwa nini sasa unakuwa hivi? Mwache basi. Hasira isaidii. Basi akaanza kumkokota, anamtoa chumbani kwa Grace, anatukana sana. Alitukana mno. Na alikuwa anatukana mimi na Maureen. Sasa alipotolewa, Maureen akaniuliza wewe hujaumia? Nikasema hapana. Kanipiga tu mgongoni. Akasema hivi kwa nini wewe Maureen kama mjinga? Yaani mtu anakupiga mangumi afu umekaa tu. Ina maana wewe huwezi kujitetea hata kwa meno jamani. Wewe mbona mzembe hivyo? Nikabaki kimya tu. Na kweli mimi sikujitetea hata kidogo, nilitulia tu napigwa tu. Basi Maureen alishinda na mimi siku nzima, akinipa sana pole. Akaniambia twende hospitali. Nikasema usijali bwana, mimi nipo sawa kipenzi kabisa. Akasema kweli tumbo halijatikisika? Nikasema hapana kipenzi. Nilizuia hajanipiga tumboni hata. Basi Maureen alikaa sana mpaka jioni kisha akaaga na kuondoka. Nikabaki mwenyewe tu. Hapo tangu sasa kaka Ivan amtoe mwanamke wake hawakurudi. Usiku kaingia, nikaona ngoja nipumzike maana hiyo siku sikuwa hata sawa kabisa. Na kuhusu msosi tayari nilikuwa nimeshapiga msosi tayari. Maana hiyo siku mama mama Majid hakuepo. Kwa usingizi ulianza pale kunipitia. Mara mlango wangu ulisukumwa. Nikastuka nikajua Grace karudi tena. Lakini alikuwa ni Ivan. Akasema vipi hujaumia? Yaani tangu asubuhi eti anakuja kuniulizia jioni hilo. Nikasema hapana sijaumia. Akasema sasa sikia Tifa. Naomba ukae hapo ukiwa unajua mipaka yako, umesikia? Wewe upo hapa kwa ajili ya hiyo mimba tu. Ila Grace mimi ndio mwanamke wangu wa maisha. Yule ndio mwanamke wa ndoto zangu. Umesikia? Nikasema sawa nimeelewa. Asa niliumia sana maana nilikuwa na upendo kwenye moyo wangu juu ya Ivan. Akasema kwa hiyo kilichotokea leo ni bahati mbaya tu. Maana mimi nilipokueleza hili swala alipanic. Yaani nilipomueleza hili swala yeye alipanic. So aliwezi kujitokeza tena. Nishaongea naye umesikia? Nikasema sawa. Akasema alafu nisilisikie kokote kule. Ole wako sasa mwambie mama. Maana Maureen nimeshamziba mdomo tayari. Nikasema sawa sisemi. Akasema sawa. Basi akanitupia mfuko akaniambia hiyo nguo uvae kesho nikupeleke ukaanze kliniki. Ole wako sasa uvae malonya yako. Nikasema sawa kaka. Huyo akanyanyuka akaenda chumbani kwake. Mimi nikabaki kimya nikasema mimi nitaweza kuelewa mambo. Mbona ni mazito hivi? Mpaka nikijifungua mtoto mbona nitapitia mengi sana. Nikashika simu yangu nikakuta miss call ya bibi. Nikampigia akasema wewe mtoto hujambo? Nikasema sijambo vipi wewe? Akasema uko salama. Yaani bosi wako leo mchana akatupigia. Nikasema bosi upi? Akasema sio mama unaishi naye. Mimi nikajua ni mama Ivan. Nikasema anasemaje? Akasema anatusalimia tu alafu katumia pesa 500,000. Jamani unaishi na bosi mzuri wewe na ana roho nzuri sana. Nikasema ndio bibi ana shida mbona? Akasema hapa sasa nataka ninunue bati, nizibe hizi, nizitoe hizi za zamani hizi. Maana hizi zina matundu sana. Nikasema kweli bibi ni vyema ufanye hivyo. Akasema mbona unaongea kinyonge? Mbona kama hauna furaha Tifa? Nikasema nipo sawa bibi nimechoka tu na majukumu. Akasema au kuna changamoto unapitia huko lakini hausemi. Akasema hapana bibi nipo sawa kabisa kuwa na amani. Akasema sawa usiku mwema mjukuu wangu kipenzi. Nikasema na kwako pia. Baada ya kuongea na bibi nikavuta shuka nikaanza kutafuta usingizi. Asubuhi nikasikia mlango unagongwa nikajua ni mama Majid. Nikaenda kufungua mlango. Nikasema karibu nikamkuta ni Ivan. Akaniambia wewe ushajiandaa twende kliniki? Nikasema hapana bado. Akasema hivyo si nilikwambia asubuhi ama unataka kunichelewesha kwenye mambo yangu mengine? Akasema kaka mimi sikujua kama itakuwa ni mapema hivi samani. Akasema nakupatia dakika 3 tu wewe umeshajiandaa na usinicheleweshe tafadhali sana mimi na mambo mengi sana. Nikasema sawa. Basi nikarudi chumbani nikajiandaa faster nikavaa gauni aliloniletea. Lilikuwa ni zuri mno, refu tu pamoja na viatu vya chini. Nilipendeza. Nikatoka mpaka sebuleni nikamkuta kaka hapo sasa ananisubiri. Nikasema nipo tayari. Yaani hakutaka hata kuniangalia, akanyanyuka akaanza kutoka nje. Nami nikamfuata, anatembea haraka. Nikawa hadi sasa nikimbia ile kumfikia. Akaingia kwenye gari na mimi nikaingia nikakaa nyuma. Mimi wasitaki kumkwaza kabisa. Akawasha gari tukaanza safari ya hospitali.
Njiani hakuna kuongeleshana, nipo busy tu na drive. Na mimi naangalia nje tu. Mpaka tumefika hospitali, tukashuka, tukaingia ndani, tukakutana na daktari mkubwa tu. Nikapimwa vitu vingi pale. Nilikuwa nipo sawa. Tukafungua kadi la mimba. Hatukukaa sana. Tulikuwa tumeshamaliza pale kila kitu, maana sisi hatukukaa foleni kabisa. Baada ya kumaliza kila kitu pale akanirudisha nyumbani kavukavu. Yaani kama tulivyokuja hakuna kuongeleshana. Tukafika mpaka nyumbani. Akasema shuka, nenda ndani. Mimi siingii na mishi zangu. Nikasema sawa. Basi nikashuka, nikaingia zangu ndani. Nilikimbilia kula kwanza maana nilikuwa na njaa mno. Nilikuwa naogopa kumwambia tu yule gaidi Ivan kwamba mimi nina njaa. Sasa ikakata kama miezi 3 hivi. Yes, kama miezi 3 hivi. Hapo mimba yangu na miezi 6 sasa. Maisha yangu yalikuwa ndio hayo ya kusemwa, ya kudharaulika. Ila mimi nikanavumilia tu. Nasema ngoja nipambane kwa ajili ya mwanangu, maana nikisema nirudi kwa bibi nitaenda kumuongezea mzigo. Ivan hakuwa ananihudumia kwa chochote zaidi ya kula tu. Haniletei nguo mpaka siku ya kwenda kliniki. Anaweza sirudi hata ni wiki 2. Yaani nilikuwepo tu na nishajua nafasi yangu, kwa hiyo sikuwa naongea naye chochote. Akija anakuja na mwanamke wake Grace. Na nyaliwa mno na tukano kweli na Grace. Na Ivan haongei chochote. Mimi nilikuwa naumia sana ila sikuwa na jinsi. Kifupi changamoto zilikuwa ni nyingi mno. Lakini ndio hivyo, nilijitahidi sana kuzizoea. Siku moja bibi akanipigia simu baada ya kupokea, akasema kwamba mdogo wako Abu anaumwa sana, amelazwa hapa zahanati ya kijiji na sina pesa. Tuma chochote mjukuu wangu, maana ana hali mbaya sana mpaka naogopa. Nikastuka mno. Na hapo sasa mimi sikutuma pesa nyumbani muda sana. Maana sisikuwa napewa pesa hata. Nikamwambia sawa bibi, nipe dakika chache na kutumia. Kiukweli kwa muda huo sikuwa na pesa hata. Basi nikampigia Maureen, simu ikawa ipokelewi. Nilimpigia sana lakini akawa apokee, nikachoka mno. Nikatoka chumbani nikaenda jikoni, nikamkuta mama Majid anaosha vyombo. Nikamuuliza hivi mama, kaka yupo? Akaniambia yeye yupo, karudi muda si mrefu, ila yupo na wifi yako. Wifi yako cha maneno Grace. Nikasema sawa. Hapo mimi nishavurugwa, nikasema liwalo na liwe. Nikaenda kugonga mlango wao bwana. Ukafunguliwa na Grace. Akasema nini kwenye milango ya watu saizi? Au ridhani yani sipo, uje kujitegesha si ndio? Watu tushaamka, mimi nipo hapa kila siku. Na nitakupa yani eti nitakupa. Ni kwamba sitokupa chance hata mara moja ya kuwa na bwana wangu. Mshenzi mkubwa wewe. Nikachoka. Yaani hata siku leo yote ametokea wapi? Yaani mimi nije kumtega mwanaume asiyenitaka. Basi nikasema Grace, mimi na kaka Ivan mbona hakuna kitu kinachoendelea? Akasema eti kaka Ivan nyo, angekuwa kaka yako ungemtanulia miguu yako. Hebu naomba usiniletee unafiki wako mimi hapa. Nikabaki kimya tu. Akasema sema shida yako. Mimi nitamwambia Ivan. Nikasema namtaka yeye mwenyewe tu. Akasema sasa haji. Nikabaki nimesimama. Mara kaka Ivan akafungua mlango. Akamkumbatia Grace pale kwa nyuma. Akasema baby vipi, mbona urudi jamani? Mimi na hamu na wewe bwana. Grace akasema usijali baby, jamani nakuja kukupa. Naongea na huyo mshamba hapa. Ivan ndo akaniangalia sasa. Akasema wewe vipi? Mbona usiku kwenye vyumba vya watu unataka nini? Nikasema Ivan naomba unisaidie pesa kidogo. Akasema wewe pesa ya nini? Si unakula hapa ama ushibi? Pesa unataka ukupeleka wapi? Nikasema nyumbani wana shida kidogo, mdogo wangu anaumwa sana hapo hospitali. Naomba hata tu nikopeshe. Akasema wewe hebu naomba usinisumbue bwana. Mimi sina pesa za mchezo. Au ulibeba mimba ukadhani hapa mimi nitakuwa nakupatia pesa tu. Lisa kadaki akasema na hakuna kumpa huyo. Kwanza sio majukumu yako kwanza. Na utakiwa hata kumhudumia. Wewe kwani unahudumia kijiji? Wewe yani wewe ni kuhudumia mimba tu, sio kuhudumia kijiji. Na sisi hivi kwanza si unakula? Haya shosti pesa unataka ya nini? Binti, changanya mbaliga zako hapa na utoke hapa. Utahudumiwa mimba tu, sio yani usitake bwanangu ahudumie kijiji chenu huko. Nilipatwa na hasira mno. Maana nilijua kabisa Ivan pesa anayo ila ananinyima. Nikamwambia hivi Ivan, unajua ni mshenzi sana Umeniharibia malengo yangu yote. Mimi si nilikuwa nafanya kazi na ninalipwa kila mwisho mwezi. Wewe si ndio umeniharibia mimi? Au unaona sasa yani ninavyokaa kimya unaona kwamba mimi ni fala msenge tu moja ambaye sina mbele wala nyuma, si ndio? Unaona familia yangu inavyopata shida sasa hivi sababu ya wewe kunifanyia upumbavu. Sifanyi kazi sasa hivi. Alafu mimi nakuomba pesa utaki, sio? Hivi nataka mdogo wangu afe. Sina kuuliza mshenzi usio kuwa hata na aibu. Msikilizaji, nilijizima data. Grace akasema aya. Nini wewe? Unamtukana nani hapa? Unataka kulipa kwa kubeba mimba? Ama nikasema kelele mbwa wewe.
Aisee msikilizaji, nilimtukana Grace tena kwa kujiamini. Oya, yeye mwenyewe hakuamini kama mimi ndo nimeongea. Maana salishazoea mimi kunionea. Akasema nini? Unanijibu hivyo? Msikilizaji, mbona palichimbika? Tukutane sehemu inayofuatia mara baada ya hilo jibu gumu sana kutoka kwa Tifa. Ni kipi ambacho kitaendelea? Je, kuamka kwa akili ya Tifa na kuacha kuonewa itakuwa ni faida kwake ama itakuwa ni hasara kwake? Kuna mambo mengi sana msikilizaji. Hii simulizi itakufundisha mengi sana. Nafahamu pia wadada wa kazi ambao mpo maeneo mbalimbali, huenda kuna changamoto nyingi sana ambazo mnapitia, ama kuna watu ambao walishapitia changamoto kama ya Tifa. Kuna vitu vingi sana msikilizaji ambavyo hautajutia kusikiliza hii simulizi. Kumbuka mdoto ulikuwa nami Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.